Mkuu wa majeshi nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mwanawe rais wa Uganda Yoweri Museveni, amesema kuwa wanajeshi wa Uganda watauteka mji wa Kisangani siku za hivi karibuni ikiwa wapiganaji wa M23 hawatauteka. Felix Mwate na maelezo zaidi. Muhoozi amesema jeshi la Uganda litakuwa limefika mji wa Kisangani kwa muda wa wiki moja ijayo ikiwa wapiganaji wa M23 hawatakuwa wamefika. Kundi la M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda limeteka maeneo mengi ya mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Mwishoni mwa juma, wapiganaji wa M23 walitangaza kujiondoa kutoka kwa mji wa Walikale ambao uko karibu na mji wa Kisangani baada ya kuuteka siku ya Alhamisi wiki iliyopita kama ishara ya kuyapa mazungumzo ya amani nafasi. Hata hivyo, ripoti zinasema kuwa M23 wangali wanashika doria mjini humo hadi jana jioni. Wakazi wa mji wa Walikale wamesema kuwa hali ya utulivu imerejea mjini humo baada ya mashambulio makali ya anga yaliyotekelezwa na wanajeshi wa FARDC. Taifa la Uganda limekuwa katika mstari wa mbele kudhibiti mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo kwa miongo kadhaa. Uganda hata hivyo ina mahusiano mazuri na taifa la Rwanda, na siku ya Alhamisi Kainerugaba alikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame, na kwenye ukurasa wa X Muhoozi aliwafahamisha watu wa mji wa Kisangani kuwa wa Uganda wanakwenda kuwaokoa. Wakati huo mazungumzo ya amani yanayoongozwa na serikali ya DRC yanaanza leo mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari vya serikali, mazungumzo hayo yatashirikisha wabunge, wanasiasa, wanaharakati wa kijamii, viongozi wa kidini na wa kiraia. Hata hivyo, taarifa hiyo imesisitiza kuwa mazungumzo haya yatakuwa chini ya katiba ya DRC na hivyo huenda viongozi wa makundi ya waasi yasishirikishwe. Wachambuzi hata hivyo wanasema kuwa mchakato huu mpya wa mazungumzo ya ndani huenda ukahujumu mazungumzo yanayoongozwa na viongozi wa kikanda. Na bila shaka na kuelewa zaidi kuhusiana na hilo kwenye gumzo leo hii, nimezungumza na Dr. Abdalla Makame, mbunge wa Afrika Mashariki kutoka Tanzania, na Dr. Baraka Msolombwa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka DRC, na nimeanza kwa kumuuliza kwa sasa hali iko vipi nchini humo. Hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bukavu, hali imekuwa heka kabisa, tukiwa hiyo kabisa ambayo tunaita ni conflict ambayo inakuwa politiki, ni kusema mizozano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanya siasa. Je, mmepokea vipi hatua hii sasa ambapo vikao vimeitishwa na Rais Felix Tshisekedi vitakavyojumuisha vyama tofauti vya kisiasa, taasisi za kiraia na washikadau mbalimbali kwa lengo la kupata mshikamano wa kitaifa? Mmelichukulia vipi hapo DRC? Ona kwamba ni vema, ni mzuri zaidi kuikala kwa wanasiasa pamoja ili kwamba wapate kufanya hiyo consultation, hiyo maongezi ambayo itafanyika Kinshasa. Lakini boga yetu ni kwamba kuna wamoja ambao hawajaitika bado kwenda katika hiyo maongezi. Lakini kwetu kama vile shirika la raia tumesikia na tumefurahi sana kama hiyo kikao imeweza kuanza kesho hapo mji wa Kinshasa. Nikija kwako Dr. Abdalla Makame, labda je, unadhani hatua hii ya sasa ambapo vikao vimeitishwa vitakavyojumuisha vyama tofauti vya kisiasa na taasisi za kiraia kwa lengo la kupata mshikamano wa kitaifa nchini DRC, habari kama hizi zimepokelewaje kikanda kwa maoni yako? Kimsingi ni kwamba hili jambo litakiwa lifanyike zamani, kabla ya watu kuingia vitani, damu kumwagika, watu kufa na kutotokea tafrani. Ingefanyika hapo mapema, ingelikuwa sasa tungesema ina mantiki. Sasa pamoja na kwamba sasa hivi tuseme labda haijachelewa sana, lakini kuna watu washakufa na pengine kuna wengine wamepata machungu zaidi. Sasa Baraka hapo na wenzetu waliopo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaweza kujua zaidi ni nini hisia kabisa katika kwa wananchi wanaipokeaje. Lakini kwa sisi wa nje ambao tunaangalia hali ya kisiasa inaendelea, tunasema kwamba hatujajua kwamba hatua hii itakuwa ni kweli itaweza kufanikisha na kutatua ile migogoro na mizozo na mivutano na heka ambazo tumekuwa tukizisikia hivi karibuni zikiendelea kule Kongo ya Mashariki. Sasa hilo ni bado kwetu sisi ni kitendawili. Naam, asante. Kwako Dr. Baraka, kama ulivyomsikia Dr. Makame, kama ulivyomsikia anasema kwa vyema kama hili lingefanyika mapema. Je, matarajio ni yapi ambayo nyinyi kama Wakongomani mngependa kuona yakifanyika au yaangaziwa hata zaidi kwenye mkutano ambao utaanza hapo kesho? Tungetarajia hiyo ianze mbele ya wakati
wakati kabla haijatokea hii hali ambayo tunaishi leo sasa, hali ya vita, hali ya ukiwa, hali ya mauaji, ni sababu maongezi haikufanyika tangu zamani. Lakini kwa sasa tumeona kwamba wameitisha upande wote wa wafanya siasa walio huko Afrika ya Kusini, walio Ulaya, walio hapa katika Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo wameitishwa kwa hiyo maongezi, lakini hatuyajua kama wote watafika kwa hiyo maongezi, sababu wamoja wamekataa, wengine wameitika. Lakini kwetu sisi kama vile raia tungetarajia wote wafike na waongee pamoja Kinshasa, ili kwa amani ya kudumu ije katika nchi yetu ya Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Donc sisi tunawaza kwamba wakiongea kesho, sababu maongezi itafanya wiki mbili, na kwa hiyo wiki mbili ya maongezi tunatarajia kwamba kutatoka solution ya mzuri zaidi, na kutarajia kuwa wote waweze kufika kwenye mazungumzo ya hapo kesho. Lipi ambalo mnaangazia ama mnatarajia liweze kuangaziwa hata zaidi kwenye mazungumzo hayo ya wiki mbili? Sisi tunatarajia wazungumze hali ya kisiasa, kuishi pamoja, sababu kitu ambayo ilileta hiyo fujo, hiyo vita, ni kwamba wanasiasa hawakuelewana. Wamoja walitarajia kupata maposti katika serikali, walitaka wapate nafasi nzuri, lakini hawakupewa hiyo nafasi. Dr. Makame, hapo awali umesema kuwa hatua hii imechelewa kidogo, lakini je, hili litasaidia vipi katika ngazi za kiusalama, ambapo tunaona licha ya juhudi mbalimbali za mapatano bado maeneo yanaendelea kutekwa na waasi na raia wanazidi kuhangaishwa, wasijue leo na kesho itakuwaje? Katika jambo ambalo lilipelekea mpaka hii hali ya mvutano kutokea na mambo ya vita kutokea kule ni kutokuzungumza. Kwa hiyo kuzungumza ni jambo ambalo ni jema, kufanya maongezi, kufanya maridhiano ni jambo jema, lakini sasa mazungumzo yenyewe yanafanyika Kinshasa, na huko Kinshasa kuna hukumu zimetolewa kwa baadhi ya hao wengine ambao ni wanasiasa ambao wana migogoro na wameingiza nchi katika mapigano. Sasa je, wamepewa uhakika wa usalama wao? Wakienda kule Kinshasa, wakienda watarudi? Kwa sababu wana hukumu wengine mpaka wanaingia hukumu za vifo. Sasa hili jambo haliko bayana, kwamba sasa ikiwa halipo bayana hatujajua, ndio maana pengine hao wengine hawataki kushiriki, na wasiposhiriki wengine na wengine wakishiriki, ina maana pengine labda tatizo litaendelea kubaki. Sasa uzuri ni kwamba kila mmoja ashiriki kwa uhuru na asipate bughudha, waweze kuweka maoni yao pamoja, na tuwafanyie maombi na dua ndugu zetu waweze kusikilizana, wakapatana wenyewe kama Wakongomani, ili nchi yao iweze kusonga mbele. Kwa sababu hivi karibuni pia tumemsikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko tayari kuingia mkataba wa ulinzi na Marekani ili kwa kutumia madini, kama ule mkataba ambao labda wametumia wenzetu kule Ukraine. Sasa mkataba kama hiyo pengine huenda ukienda kuchambua vizuri, pengine ni kurejesha ukoloni katika bara letu la Afrika kwa njia ya ulinzi wa madini. Tukirudi katika swala hilo la majadiliano, tumeona hatua ya Rais Tshisekedi na Rais Kagame kukutana huko Qatar bado haijaleta mabadiliko makubwa katika kuimarika kwa usalama. Ni kweli, kwa sababu nadhani inaonyesha dhahiri kwamba wahusika katika hilo jambo, sidhani kama pengine ni Rais Kagame moja kwa moja, lakini kwamba labda hao wanahusika kule mashariki mwa Kongo wana uhusiano na wana huruma kutoka kwa utawala wa Rwanda. Lakini sasa wao labda wametoa kauli ya kivitendo kwamba wao wenyewe ndo wanataka waingie kwenye mazungumzo. Ndio maana ukiangalia tafsiri ya kinachoendelea sasa, kimsingi hapa panatakiwa pafanyike mazungumzo ili hili jambo hili lifikie tamati njema, na sidhani kama kulijumuisha katika utaratibu wa maridhiano kwamba kila mtu aje, na kati tatizo linaonekana limetokea pale, basi lile la pale lifanyike na haya maridhiano yafanyike, ndio ili paweze kila mmoja amesikilizwa.
Na vile hasa nini tafsiri ya waasi wa M23 kujiondoa kutoka kwa majadiliano wakati muda wote walikuwa wakitaka kushirikishwa? Kwa taarifa zilizonifikia mimi, hawakuweza kwenda kwa sababu hawakuwa na usalama wao, njia ya kupitia, kwa sababu ikumbukwe kwamba viongozi hao kuna wengine wameshahukumiwa kifo katika baadhi ya mahakama za demokrasia Kongo. Kwa hiyo kuna sema wakikatiza, wakikamatwa wanapelekwa wakapewa hukumu yao. Dr. Baraka, haya unayachukulia vipi? Tafsiri ya M23 kukataa kushirikishwa kwenye majadiliano ya Luanda mnaichukulia vipi? Tuliona hii kama ni siasa tu, sababu wale ambao walikuwa wakiitishwa hawana kabisa manda ya kufungiwa wala ya kuuawa, sababu ukiangalia kabisa wale watu ambao walikuwa kwa hiyo vikaratasi vya M23 ilikuwa ni majina ya watu 5 ambao wale walikuwa hawana shida na Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo, lakini wale ambao walitumwa hawakuenda. Tukaona kama ni siasa. Wale walikuwa hawana shida na yote na serikali letu, lakini ilikuwa tu ni siasa ambayo ilikuwa ikichezewa ngazi ya juu na viongozi wa juu. Kipi zaidi kifanyike ili kuleta amani nchini Kongo DRC? Ni vizuri wahusika wote wakashiriki, na kushiriki kwao wawe wazi, wazungumze na watoe kinyogo na wasafishane nia, waache mambo ya nyuma na figisu za nyuma zilizotokea ziache kule, wajenge Kongo ya amani. Kwa kweli utakubaliana na mimi kwamba hili jambo lishachosha, kwa kunasikia kila siku kuna vurugu, hakuna amani Kongo, watu wanakufa. Tunapenda sisi tusikie ndugu zetu hapo kwenye amani, wafanye shughuli za uzalishaji, wafanye shughuli za kijamii, za kiuchumi, wawe nao wana raha, binadamu wale matunda ya taifa yao.